Katika eneo la Chinatown, mpelelezi binafsi Walter anagundua kuwa anafuatiliwa. Anaanza kutembea haraka na kutupa kifurushi ndani ya sanduku la barua kabla ya kuondoka. Kwa bahati mbaya, mara tu anapofika barabarani, anagongwa na gari la kibiashara, van. Walter anaachwa akivuja damu chini huku gari hilo likiondoka. Kule Hawaii, kamanda wa jeshi la majini, James, anafanya mazoezi na timu yake kwenye bwawa la kuogelea. Hakuna anayeweza kukaa chini ya maji kwa muda mrefu kama yeye, hivyo anatoka nje ili kuwafukia. Anakatishwa na askari anayemwarifu kuwa ana simu muhimu kutoka kwa polisi. Muda mfupi baadaye, James yuko mochwari akiutazama mwili wa baba yake. Anaambiwa kuwa Walter aliuawa na mtu aliyekuwa akimvizia, hidden drone, lakini James haoneshi hisia zozote. Baadaye, James anaenda nyumbani na kuanza kuandaa chakula cha jioni kwa ajili ya familia yake. Mkewe, Ila, anapouliza kuhusu siku yake, anamueleza kuhusu mazoezi na kutaja kijuujuu kuwa Walter amekufa, akimuita kwa jina lake badala ya baba. Ila anataja kuwa kaka yake anapaswa kufahamishwa. Hata hivyo, James anamkumbusha kuwa hawajazungumza kwa miaka mingi na kaka yake hatapokea simu zake. Katika jimbo la Oklahoma, kaka wa kambo wa James, Johnny, anamkuta mpenzi wake Valentina akifunga vitu vyake kwa sababu anataka kuondoka. Leo ni siku yake ya kuzaliwa na Johnny amesahau, jambo ambalo ndilo limevunja buiko. Johnny amekuwa akifanya mchezo, hachukulii chochote kwa uzito. Hivyo Valentina amechoka. Johnny anaomba msamaha na kuapa kuwa atabadilika. Hivyo Valentina anambusu. Hata hivyo, anampiga kofi pia na kuondoka zake. Johnny mwenye huzuni anatumia saa chache zijazo kunywa pombe ili kusahau. Wakati huo, anapata simu kutoka kwa Ila ambaye anamfahamisha kuhusu kifo cha Walter na kumwambia kuwa mazishi ni kesho. Johnny hana nia ya kuhudhuria na anaenda bafuni huku akimweleza kuhusu kazi yake ya polisi. Ghafla, watu wawili wanatokea nyuma yake na kumwekea kisu shingoni. Johnny anapogeuka kuwaangalia, anajikojolea viatu vyao bila kukusudia. Watu hawa wanataka kifurushi ambacho Walter alituma, lakini Johnny hajui wanachozungumza na anaeleza kuwa hajamuona Walter tangu akiwa mtoto. Watu hawa wanamuonyesha nembo zao mwilini, tattoos, kuthibitisha kuwa wao ni wanachama wa Yakuza na wanatishia kumuua wasipopata kifurushi hicho. Johnny anajifanya kuomba msamaha kwa ajili ya maisha yake ili tu kuwashambulia. Anawarusha jamaa hao bafuni kwake na kuharibu vitu kadhaa, ikiwa ni pamoja na mlango. Mtu wa tatu anaingia na kuanza kufyatua risasi, hivyo Johnny inabidi ajifiche. Mmoja wa washambuliaji wa kwanza anaamka, hivyo Johnny anamrusha kwenye mlango na kuusukuma ili kumnasa mfyatuaji risasi pia, akimpiga ngumi kupitia ubao wa mlango. Kisha Johnny anaanza kutumia samani kama silaha na hata anapumzika kidogo kunywa pombe. Mapigano yanaendelea kwa muda na Johnny anafanikiwa kuwapoteza fahamu watu wawili. Wa mwisho anapata madhabahu ya mama yake na kuiharibu. Hivyo Johnny anachukua kifaa cha kukwaruzia, grater, na kukisugua kikatili kwenye mkono wa jamaa huyo. Kisha anagonga kichwa cha mtu huyo kwenye meza na kumpiga ngumi kutokea nyuma, aking'oa meno yake. Kwenye meza hiyo hiyo anakuta ujumbe kutoka kwa Valentina unaosema, asante kwa kutofanya lolote. Wahuni hao wanarudi tena na Johnny anakaribia kukaba kifo, lakini anamrusha jamaa huyo kwenye vipande vya kioo na kumuua. Baadaye Johnny anachukua picha ya mama yake akiwa na yeye mwenyewe akiwa mdogo. Nyuma ya picha hiyo pamefichwa picha ya Walter na Johnny anamtukana. Siku iliyofuata kwenye mazishi, James anagundua kuwa genge la Yakuza na lile la Syndicate yamefika. Pia anashangazwa na kuwasili kwa Johnny, na mara moja wanaanza kubishana na kutukanana kiasi kwamba padri inabidi awafokee. Baada ya hotuba ya padri, majivu ya Walter yanatupwa baharini kutokea kwenye boti. Baadaye, Johnny anagundua kuwa James anaishi katika nyumba yao ya utotoni. Inafahamika kuwa Walter alimsaliti mama yake James na kumpata Johnny na mchepuko wake. Mama yake James bado alimkaribisha Johnny nyumbani kwake, lakini James hakumpenda kwa sababu uhusiano huo uliharibu familia yake. Wakati wa chakula cha mchana,
Familia hiyo inaungana na Gavana Peter, kwani dada wa kambo wa Johnny, Hanani, anafanya kazi kwake. Johnny anaeleza kuwa hakuja kwa ajili ya kaka yake. Alikuja kwa sababu anataka kumpata muuaji wa Walter. James anasisitiza kuwa ilikuwa ni drone iliyojificha. Hivyo Johnny anamwambia kuhusu shambulio la usiku uliopita. Ubishi unazuka na James anamtuhumu Johnny kwa kuleta matatizo kila mahali. Wakati Johnny anapobainisha kuwa James hakumsaidia hata wakati mama yake alipouawa, James anaganda kwa sekunde moja kabla ya kumwomba wazungumze farahani. Pwani, akina kaka hao wanaanza kubishana tena na James anakataa kuamini kuwa kifo cha Walter hakikuwa ajali. Hivyo Johnny anamuonyesha kidole cha kati na kuondoka. Katika baa fulani, Johnny anakutana na rafiki yake wa zamani, Akai, ambaye ni mwanachama wa genge la Syndicate. Bosi wa Akai, Bwana K, anataka kumwona Johnny, lakini yeye hana nia. Ghafla, anaanza kujisikia mgonjwa na kupoteza fahamu anapogundua kuwa Akai ameweka dawa ya usingizi kwenye kinywaji chake. Muda mfupi baadaye, Johnny anaamka katika chumba akiwa na Bwana K, ambaye anasema kuwa Johnny aliumiza watu wake wengi huko nyuma. Johnny anasema alifanya hivyo kwa sababu genge la Syndicate lilimuua mama yake. Bwana K anamwambia Johnny aondoke Hawaii, lakini anakataa. Hivyo anamtupa kwenye meza na kumchora herufi yake ya kwanza shingoni mwa Johnny. Anampa siku 7 za kuondoka, la sivyo watamuua. Wakati huo huo, James anaenda kumuona Detective Renard na kuomba ripoti ya Walter. Renard anamwambia yuko huru kuitazama, lakini hakuna taarifa yoyote ya maana. Ajali hiyo ilitokea katika eneo ambalo watu hawazungumzi na polisi, na kamera pekee ilikuwa imeharibika. Polisi wana uhakika ilikuwa ni drone iliyojificha, hivyo hakuna anayechunguza kesi hiyo. Kisha James anapata vitu vya Walter kutoka kituoni. Kuna kisu na pochi yenye tiketi iliyo na orodha ya maneno ya ajabu. Wakati huo, Johnny anavunja na kuingia nyumbani kwa Walter. Anakuta bunduki kwenye dawati na kuamua kuichukua. Ghafla, mtu mwingine anaingia kwenye ghorofa hilo. Hivyo Johnny anajificha chumba kingine. Pika anaanza kupekua karatasi kwenye dawati na Johnny anajaribu kumvamia kwa ghafla, lakini Pika anamtupia sahani na kukimbia. Anaruka juu ya paa nyingi na magari ili kufika chini, lakini anapofika barabara kuu, Johnny anamsubiri kwa ngumi. Kisha Johnny anampeleka Pika kwenye baa na kudai maelezo. Pika anasema alimfanyia kazi Walter, ambaye alikuwa kama baba kwake. Walter alikuwa na maadui wengi waliotaka kumuua, na kazi yake ya mwisho ilikuwa na kampuni ya upishi. Pika alijifanya kuwa mhudumu wao, lakini hakuwahi kuelewa kwa nini Walter alimpa kazi hiyo. Johnny anatangaza kuwa sasa Pika atamfanyia kazi yeye, na anamfinya kwa maumivu pua iliyovunjika ya Pika ili kuirudisha mahali pake. Tukirudi kwa James, amefika eneo la tukio na kuchunguza alama za tairi barabarani. Kisha anaona kamera kwenye duka la watu wazima, hivyo anaingia ndani na kujaribu kutoa pesa ili aone kanda za usalama. Mmiliki anapokataa, James anamshambulia muuzaji kwa kumung'oa hereni zake mwilini, piercings. Baadaye Johnny na Pika wanarudi nyumbani kwa Walter na kukuta ubao wa kuteleza mawinguni, surfing board. Pika anasema kuwa Walter hakuwa akiteleza mawinguni, na Johnny anagundua kuwa sehemu moja ya ubao, fin, haiko sawa. Anapoivuta, michoro ya ramani, blueprints, inaanguka kutoka kwenye sehemu iliyofichwa. Johnny anampigia simu Hanani na kumwambia kuwa ramani hizi za siri zina muhuri wa serikali ya Peter. Hivyo anaahidi kuangalia kwenye Kanzidata database. Wakati Pika anajaribu kuondoka, anagongwa ghafla na mlango wa mbele. James anaingia ghafla ndani ya ghorofa hilo akiwa ametoa bunduki yake. Hivyo Johnny naye anatoa silaha yake. Wanagundua kuwa wote wanafanyia kazi kesi hiyo, hivyo wanaweka bunduki zao chini, na James anaonyesha flash drive yenye picha za usalama kutoka dukani. Wanapoitazama, wanaona kuwa gari lile, van, halina namba za usajili. Dereva habadili mwelekeo, hivyo Johnny anadhani kuwa hili lilionekana kuwa la makusudi, lakini James bado anataka ushahidi zaidi. Johnny anamtuma Pika kupata taarifa za kampuni ya upishi kutoka kwa kazi ya mwisho ya Walter, kabla ya akina kaka hao kuondoka na gari. Wanabishana wakati wanaendesha, hivyo hawaoni gari lililokonana na wanagongana.
Gari hili kubwa linaendelea kusukuma lao barabarani na kusababisha magari mengine kugongana pia. Kisha baadhi ya watu kwenye gari hilo wanaanza kufyatua risasi. Hivyo John anaongeza kasi na kuishia kugonga meza za mgahawa bila kukusudia. Magari hayo yamenaswa pamoja, hivyo akina kaka hao hawawezi kuondoka. John anajaribu kulifyatulia risasi gari la adui, lakini madirisha yake hayapiti risasi. Kwa bahati nzuri, James anafanikiwa kumuua mfyatuaji kwa risasi ya kichwa. Anajaribu kuwaua watu wengine pia, lakini anaishiwa risasi. Kisha John anapiga risasi mlangoni na kuruka nje ya gari. Anakimbia barabarani na kuendelea kuwafyatulia risasi wanaomfukuza, huku kila mtu aliyowazunguka akipaniki. James anapata risasi kabla ya kutoka kwenye gari kupitia dirishani na kurukia gari la adui. Hata hivyo, risasi zake haziwezi kuvunja kioo. John anapiga risasi injini ya adui na kusababisha gari kulipuka na kugongana wakati James akitua barabarani. Katika kituo cha polisi, Renard anawafokea akina kaka hao kwa fujo walizosababisha na kufichua kuwa John alisimamishwa kazi yake ya polisi miezi miwili iliyopita. Sasa anachunguzwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi. James anampa Renard flashi na kumwomba achunguze kesi hiyo, lakini Renard anaipuuza na kuwaambia wajihadhari. Jioni, Hanani anawaonyesha akina kaka hao alichokipata kwenye mfumo. Michoro ya ramani ilikuwa kwa ajili ya mali upande wa mashariki na iliagizwa na mtu anaitwa Marcus ambaye ana hoteli za kifahari, resorts kote duniani. James anaona muhuri unaosema Sacred Casino Princess nyuma ya michoro hiyo, jambo ambalo ni la ajabu kwa sababu kucheza kamari ni kinyume cha sheria kisiwani humo. Kundi hilo linakubaliana kuwa itabidi wazungumze na Marcus wakati wa hafla ya kuchangisha fedha kesho. Asubuhi iliyofuata, James anamuuliza John kwa nini alisimamishwa kazi. John anaeleza kuwa alimpiga risasi muuzaji aliyekuwa akiwauzia watoto vitu haramu, na James anaonekana kukubaliana naye. Kisha akina kaka hawa wanaenda kwenye eneo ambalo kasino hiyo ilitakiwa kujengwa. Sio eneo la ujenzi, ni kijiji cha Hawaii ambacho kimekuwa cha jamii ya wenyeji kwa karne nyingi. Wakati huo, John anapata simu kutoka kwa Pika ambaye anamwambia kuwa polisi wamepata gari la blue van kutoka majini. Akina kaka hao wanakimbilia eneo la tukio na kugundua kuwa polisi pia wamepata mwili wa mhasibu wa serikali. Gari hilo halina namba za usajili, lakini Renard ana orodha ya magari yote ya blue yaliyosajiliwa kisiwani humo. Akina kaka hao wanaitazama na kujaribu kuichukua ile orodha, lakini Renard anaichukua na kuwakumbusha kukaa mbali na fujo hii. Renard akishaondoka, John anamuomba Pika afanye utafiti juu ya jina Hayashi Imports ambalo lilikuwa jina pekee la Kijapani kwenye orodha. Masaa machache baadaye, Pika anafanya kazi kama mhudumu katika hafla ya kuchangisha fedha na anapata mashati ya ziada ya sare kwa ajili ya akina kaka hao ili waweze kuingia kisiri. Pia amefanya utafiti kuhusu Hayashi Imports na kuthibitisha kuwa ni ya Yakuza. Timu inagawanyika ili kuepuka kuonekana na shaka, na James anaishia kumhudumia Nakamura ambaye anaweka unga wa kulevya happy powder kwenye sahani yake kienyeji. James anaiba kadi ya mkopo ya Nakamura kutoka kwenye sahani na kuona inasema Hayashi Imports. Anamrudishia Nakamura kadi hiyo kwa kujifanya aliikuta sakafuni na kuuliza ikiwa Hayashi Imports ilipoteza gari la blue. Nakamura mwenye shaka anamtishia James kinyume kabla ya kuondoka. Wakati huo, John anajitambulisha kwa Monica ambaye anatambua jina lake la ukoo na kuuliza kuhusu Walter. Baada ya John kumwambia kuhusu tukio hilo, Monica anafichua kuwa yeye ni mweke wa Marcus na anataka kupewa talaka. Hivyo alimkodisha Walter ili kupata ushahidi wa kumpa nguvu. Bila huo ushahidi hatakuwa salama. Hataki kusema mengi hadharani na anamuomba John aje kwenye nyumba yake ya gorofani, penthouse, kesho. Baadaye, baadhi ya walinzi wenye silaha wanawazingira akina kaka hao na kuwapeleka kumuona Marcus, ambaye anadai kuwa alimkodisha Walter na kumlipa vizuri kwa usiri wake. Marcus anaonekana kushangaa kusikia kuwa Walter amekufa. Hata hivyo, John anadhani alimuua. Marcus mwenye hasira anakanusha na kusema alimkodisha Walter ili aangalie ikiwa Monica alikuwa anamsaliti. Kwa bahati nzuri, hakuwa anafanya hivyo. Wakati John anaanza kuchezea guruneti alilolipata kwenye dawati, James anaona kitambaa chenye vidole viwili ndani. Marcus anavisogeza mbali na macho yao na kuwafukuza akina kaka hao kutoka kwenye mali yake. Baada ya wao kuondoka, Marcus anaitazama picha ya Monica na kujiuliza amefanya nini.
Siku iliyofuata, Johnny anaenda kwenye ile penthouse na kukuta magari ya wagonjwa, polisi na umati wa watu. Ukiangalia kwa karibu, unaona mwili wa Monica uliokufa juu ya gari. Habari rasmi inasema alianguka kutoka kwenye balkoni yake. Johnny mwenye hasira anarudi kwenye jumba la Marcus na kuanza kupigana na kila mlinzi anayemzuia. Anapojaribu kuingia ndani, anafanikiwa kuwaangusha watu kadhaa, lakini hatimaye walinzi wanampiga na kifaa cha kumpa mshtuko wa umeme, taser, ili kumshinda. Marcus anamkagua na Johnny anamtuhumu kwa kumwatua Monica, lakini kwa mara nyingine tena Marcus anakanusha na kuwaambia watu wake wapige simu polisi. Mlinzi anampiga Johnny teke ili kumpoteza fahamu. Baadaye gerezani, Johnny anatembelewa na Peter ambaye amemshawishi Marcus kufuta mashtaka. Anamwomba Johnny aache polisi washughulikie kesi hiyo na kusema kuwa Walter kila wakati alikuwa na giza ndani yake. Peter anaona giza hilo kwa akina kaka hao, hivyo anataka wapate msaada kwa kila mmoja wao ambao Walter hakuwa nao. Johnny anapoachiliwa, James anamsubiri na kumfokea kwa kusababisha matatizo, akisema kuwa kupiga watu hakutamrudisha mama yake. Hii inamfanya Johnny kupandwa na hasira, hivyo anampiga James kwa kichwa na kuanza kumpiga. James anajitetea na wanaishia kupigana juu ya magari ya polisi, wakivunja madirisha kadhaa. Mapigano yanahamia kwenye matope na James anapata upande wa juu, akishinda kwa kumpiga Johnny usoni mara nyingi. Kisha Johnny anajiuliza ni mwanaume wa aina gani anayemtelekeza mdogo wake wakati anapomhitaji zaidi, akimaanisha wakati ule James alipomfukuza. Hata hivyo, James anasema alifanya hivyo ili kumlinda kwa sababu genge la Syndicate lingemuua. Johnny anaeleza kuwa anasumbuliwa na picha ya mwili wa mama yake uliokufa na kwamba James ndiye pekee aliyekuwa amebaki naye. Hatimaye akitambua uzito wa vitendo vyake, James anaomba msamaha. Baadaye nyumbani, Johnny anapata simu kutoka kwa Valentina ambaye alirudi nyumbani kwake kuchukua barua na kukuta kile kifurushi maarufu cha Walter. Ndani yake kuna flashi na Johnny anamuomba ailete Hawaii. Kwenye uwanja wa ndege, Johnny anajaribu kumpokea Valentina kwa kumkumbatia, lakini yeye anamtupia tu sanduku lake. Kila mtu anaingia kwenye gari na Pika anajaribu kuingia kwenye flashi kupitia kompyuta yake, lakini anakuta kizuizi cha usalama wa benki, banking firewall. Valentina anatambua kuwa ni mkoba wa kielektroniki, cold wallet, na anaeleza kuwa umesimbwa kwa njia ya kidijitali. Flashi ndiyo ufunguo, ikimaanisha Yakuza wanaitaka ili kuingia kwenye akaunti ya mtu. Neno siri linahitaji maneno 12 yaliyozalishwa bila mpangilio. Hivyo James anampa Pika ile tiketi aliyoipata kwenye pochi ya Walter. Ghafla, helikopta inaanza kuwafyatulia risasi. Johnny anajaribu kupiga risasi, lakini James anapata shida kuliongoza gari kwa sababu inabidi akwepeshe risasi, lakini pia magari ambayo helikopta inayaangusha ili kuzuia njia. Valentina anamshawishi amruhusu aendeshe na anaonyesha ufundi mkubwa anapoongeza kasi, akiendesha kuzunguka kila gari lililogongwa kana kwamba si kitu. Hatimaye helikopta inaondoka na watu wawili wanatokea kwenye pikipiki. Wanapoanza kufyatua risasi, Valentina inabidi apige kona ya ghafla na kuishia kuendesha gari kinyumenyume. Johnny anajaribu kuwafyatulia risasi, lakini anakosa kila shuti. Hivyo Valentina anasimamisha gari kwa makusudi. Pikipiki inagongana nalo na watu wale wanatua juu ya gari. Valentina anaondoka tena, huku mmoja wa watu hawa akitambaa kwenye paa la gari kwa msaada wa vile ncha blades vyake. Anafika kwenye dirisha la nyuma na kuingia ndani ya gari ili kujaribu kuchukua kompyuta ya Pika. James anaanza kupigana naye wakati Johnny akimkabili mtu wa pili aliye kwenye boneti hood ya gari. Baada ya kumpiga mara kadhaa, inabidi arudi ndani ili kuepuka lori linalokuja. Valentina analiumbisha gari ili kumwacha jamaa yule akiwa amening'inia mlangoni. Hivyo anampiga Valentina na bunduki yake. Johnny anashika mkono wake ili kuelekeza risasi kwingine, na Valentina anaendesha karibu sana na uzio ili kumponda adui hadi mkono wake unakatika, akiangusha mwili barabarani. James anafungua mlango na kumsukuma yule mtu mwingine ili ashikilie kichwa chake kwenye lami,
akiacha alama ya damu kabla ya kuutupa mwili nje. Hii inasababisha magari machache ya raia kugongana. Wakati Valentina anambusu Johnny, ile helikopta inatokea tena na kuanza kufyatua risasi. Akina kaka hao wanapiga risasi pia, na James anafanikiwa kumpiga mfyatuaji risasi kichwani. Mwili unaanguka nyuma na risasi zinampiga rubani badala yake. Hivyo helikopta hiyo muda si mrefu inaanguka barabarani. Valentina anaendesha kwa kasi iwezekanavyo na kuingia kwenye handaki kwa wakati ili kuepuka mlipuko. Baadaye kundi linapumzika na hatimaye Pika anapata habari zilizoko kwenye flashi. Dola milioni 12 kwa mwaka zimekuwa zikihamishwa kwenda kwa Peter, jambo ambalo linafanya kundi hilo kutambua kuwa Marcus amekuwa akimlipa Peter ili kuhalalisha kamari ili aweze kufungua kasino yake na Yakuza walikodishwa kwa ajili ya ulinzi. Wakati Walter alipokodishwa kuchunguza ndoa ile, alijikwaa bila kukusudia kwenye njama hii. Yule mhasibu wa serikali pengine alimpa Walter taarifa zote na Peter akagundua, hivyo ikabidi awaue wote waliohusika ili kulinda siri yake. Wakati huo huo, Hanani anamwonyesha Peter ile michoro akisema kuwa huenda Marcus sio mtu mzuri. Peter anajifanya hajui lolote na kuchukua michoro ile, akiahidi kupitia miradi yote. Kundi linapofika nyumbani, James haipati familia yake na anajaribu kuwapigia simu, lakini anakuta simu ya Ila sakafuni. Anatafuta nyumba nzima kwa kukata tamaa na anafurahi kuwakuta watoto wake wakiwa wamejificha bafuni. Wanamwambia kuwa Ila alitekwa na James anawakumbatia ili kuwahakikishia kuwa hakuna kitu ambacho wangeweza kufanya ili kuzuia hilo. Wakati huo, Marcus anawatumia video ya Ila na Hanani wakiwa wamefungwa kwenye ghorofa yake ya chini, basement. Anataka akina kaka hao wamletee flashi ili kubadilishana na maisha ya wanawake hao. James mwenye hasira anafungua ghala lake la silaha na akina kaka hao wanachukua bunduki nyingi kadri wanavyoweza kubeba. Jioni, wawili hao wanawapiga risasi walinzi wawili nje ya jumba la Marcus kabla ya kuvuka uwanja. Kuna walinzi wengi zaidi na wote wanauawa kimya kimya. Ghafla, gari la Marcus linapoteza dirisha na walinzi wanatazama kwa karibu na kukuta ujumbe unaowataka watabasamu. Kisha wanauawa na Johnny anayewapiga risasi mmoja baada ya mwingine. James anatoa msaada akiwa kama mfyatuaji wa mbali, sniper, na anajaribu kumuua jamaa mmoja kwenye ghorofa ya kwanza pia. Hata hivyo, kioo hicho hakipitishi risasi na kelele inayotokana inamfanya mlinzi afungue dirisha. James anapiga risasi haraka na kumuua huyo pia. Ghafla, umeme unakatika nyumbani humo na Marcus anamtuma mmoja wa walinzi wake wa ghorofa ya chini kwenda kuchunguza. Mtu huyo anagundua kuwa nyaya zote zimekatwa na kumwambia Marcus jambo hili kwenye redio. Anapogeuka, anakuta mili ya wafanyakazi wenzake wote kwenye bwawa. Wakati huo, Johnny anamchoma kisu cha shingo kutokea nyuma na kuchukua redio kumwambia Marcus kuwa wataonana hivi karibuni. Kisha Marcus anamtuma Nakamura na watu wake. James anakutana nao kwenye korido na mapigano makali yanaanza. Nafasi ni ndogo, lakini hii haimzuii James kuwaua wote ndani ya dakika chache tu. Mmoja wa wahuni anajaribu kukimbia, hivyo James anamkaba na kuanza kupiga kichwa chake na nyundo. Johnny inabidi aje kumtuliza. Baadaye, akina kaka hao hatimaye wanafika ghorofa ya chini na kuwafungua wanawake. Wanaanza kukimbia, lakini Johnny anaamua kurudi ili kulipiza kisasi kwa Marcus. Ila anasema atakuwa sawa na kumshawishi James abaki pia. Wanawake wanapoondoka, James anarudi ghorofa ya chini na kumkuta Nakamura, hivyo mapigano ya bunduki yanazuka. Nakamura anatumia ile happy powder katikati ya mashuti, na anapoishiwa risasi, anachukua upanga badala yake. James anajitetea kwa mapigano ya mikono kabla ya kuchukua mace, fimbo nzito yenye ncha. Baada ya kusugua mace kwenye uso wa Nakamura kwa ajili ya uharibifu zaidi, James anavuta mkono wake ili kuuvunja. Hii inamruhusu kuchukua upanga na kumchoma kisu kabla ya kusukuma upanga huo kwenye uso wake. Wakati huo huo, Johnny anamkuta Marcus akijaribu kutoroka kwa boti yake. Anamkaba haraka na kufanikiwa kumnyang'anya silaha. Wanaanza kupigana kwa mikono na kurushiana kila kitu wanachoweza kufikia. Marcus anapata ndoano, hook, na kumchoma Johnny begani ili kuburuta mwili wake ardhini.
Kisha Marcus anachukua tena bunduki yake na kuanza kutoa hotuba ndefu, monologue, akimpa Johnny muda wa kuwasha lile guruneti aliloliiba kutoka kwenye dawati. Marcus mwenye hasira anampiga risasi Johnny hata hivyo na kumfanya aanguke ndani ya maji muda mfupi kabla ya guruneti kulipuka. Wakati huo, James anafika kwenye gatini pia na kuruka haraka ndani ya maji kumwokoa kaka yake. Pamoja wanarudi juu na kutazama moto uliomuua Marcus. Asubuhi, Renard anamkamata Peter hadharani. Baadaye, familia inapumzika ufukweni na kuweka picha za wapendwa wao waliopotea. Johnny anaomba msamaha kwa mama yake kwa kuikimbia nyumba yake wakati wote huu na kuahidi kufanya vizuri zaidi na Valentina. Wakati huo, Bwana K anatokea na kufichua kuwa hataki Johnny aondoke. Alikuwa akiigiza ili kumlazimisha apigane na Yakuza kwa ajili yake. Sasa genge lake ndilo pekee lililobaki kisiwani tena. Kama shukrani, Bwana K anampa Johnny karatasi yenye jina la muuaji wa mama yake. Johnny anamwonyesha James ambaye anasema atamsaidia, lakini pia anabainisha kuwa Walter alituma ile flashi kwake kama njia ya kumrudisha nyumbani. Johnny anaamua kuchoma ile karatasi ili hatimaye kuacha hasira yake nyuma na kujiunga na familia yake kuanza maisha mapya.